Asante sana ndugu waandishi wa habari. Tumeitana leo hapa katika ofisi za DAWASA ili angalau tuweze kuwapeni taarifa kidogo kuhusiana na mwenendo wa upatikanaji wa maji na hasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ni kweli kwamba yapo baadhi ya maeneo kwa hapa mkoa wa Dar es Salaam wananchi wake wanalalamika kuhusiana na kuwa na upungufu wa maji. Na baadhi ya maeneo hayo tumeyakwisha yaainisha kama vile baadhi ya maeneo ya Segerea, baadhi ya maeneo ya Kinyerezi, baadhi ya maeneo ya Makongo Juu, baadhi ya maeneo ya kule Kibamba pamoja na baadhi ya maeneo mengineyo. Siku chache za nyuma Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliidhinisha fedha ambazo zimesaidia kujenga baadhi ya miundombinu ambayo tunaamini kabisa kwamba baadhi ya maeneo tutakwenda kumaliza kabisa changamoto ya uhaba wa maji. Moja ya maeneo hayo ni ujenzi wa tenki kubwa pale Bangulo, ambalo tenki lile linakusudiwa kusupply maji kwenye baadhi ya maeneo ya kata kama za Pugu stesheni, baadhi ya maeneo ya Ukonga, baadhi ya maeneo ya Ilala pamoja pia na baadhi ya maeneo mengineyo. Na ninayo taarifa kuwa tanki lile limekushakamilika. Kwa hiyo hatua pili inayofuata ni usambazaji wa mabomba kuelekea huko kwa wananchi. Na jambo hili ndio mradi mkubwa ambao sasa unaanza au sasa unaendelea. Kuna uchakavu kidogo wa miundombinu kwenye baadhi ya maeneo. Mtakumbuka kwamba wananchi wa Dar es Salaam wameongezeka kwa kasi, na kwa mantikio kuna ubadilishaji wa mabomba yale ya kwanza ili kuweka mabomba ambayo yanaweza kuhimili usambazaji wa maji kuelekea kwa Watanzania. Kwa nitoe rai kwamba katika yale maeneo yote ambayo kwa sasa yanaonekana kuwa na upungufu wa maji, tayari serikali imekushaanza kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha maeneo hayo hayapati tena changamoto ya maji. Sambamba na hilo, mtakumbuka kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maji na umeme. Ipo mitambo ambayo husukumwa kwa nishati ya umeme, na kwenye maeneo hayo umeme katika ama vifaa hivyo vikiungua au kuleta hitilafu, kwa haraka maeneo hayo huleta ukosefu ama upungufu wa maji. Na kwa mantikio tumekushakaa na TANESCO ili kuhakikisha kwamba yale maeneo yote ambayo yanaweza kuwa na changamoto kubwa labda ya umeme au mambo mengine namna hiyo, basi jambo hilo linakuwa halijitokezi mara kwa mara. Sambamba na hilo, mkoa wa Dar es Salaam una visima zaidi ya 100 na ambavyo uongozi wa DAWASA umeanza kwa haraka sana kuhakikisha kwamba visima hivyo vinafanya kazi kwa haraka ili kusaidia na haya maji ambayo yanatoka upande wa Ruvu Juu ama upande wa Ruvu Chini, ili Watanzania waweze kupata maji hayo kwa haraka. Kwa hiyo nitoe rai kwamba wakati huu wa uchaguzi, huwa pia baadhi ya watu wanaweza kutumia vibaya nyakati hizi, ama kuendelea kuleta taharuki, ama kuonesha tatizo ni kubwa sana, ama vinginevyo. Ningeendelea kuwaomba sana Watanzania kwamba wakati huu tuendelee kuwa na ustaarabu, tuendelee kuwa na ustahimilivu wa namna ya kuwasiliana ili tatizo tulilonalo liweze kupata suluhisho. Tuwasiliane katika hali ya kawaida, tuwasiliane kwa haraka. Kama kuna maeneo mabomba yamepasuka, maji yanatoka na vitu vingine vya namna hiyo, basi Watanzania msisite, na hasa wakazi wa Dar es Salaam, kuwasiliana ili huduma mahali hapo iweze kurejea kwa haraka. Lakini tunaamini kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tatizo la maji kwa mkoa wa Dar es Salaam linakuwa solved au linamalizwa kabisa kwa 100% pasi na shaka, kwa sababu hili ni jiji kubwa la kibiashara, ni jiji kubwa lenye watu wengi. Na naposema hapa mahitaji ya maji yanaweza kuwa tofauti kabisa na maeneo mengineyo. Hapa viwanda vinahitaji maji na viwanda ni vingi sana. Wananchi wenyewe wanahitaji maji na hapa tuna wananchi wengi sana kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka 2022. Lakini zaidi tuna taasisi nyingi ambazo pia zinahitaji maji. Kwa hiyo consumption ya maji kwa mkoa wa Dar es Salaam ni jambo la tofauti. Kwa unapozungumzia baadhi ya maeneo kuwa na upungufu kidogo wa maji, bado DAWASA ina struggle kuhakikisha kwamba hata kama kuna upungufu, lakini wanapata mgao ambao mwisho wa siku utapelekea angalau kwa wiki kutokosekana kwa maji kuliko maji kukosekana kabisa kwa miezi au hata kwa miaka. Kwa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nawashukuru sana na mkawe mabalozi wazuri kwa Watanzania kuendelea kuwa na uvumilivu wakati mipango mikubwa inaendelea ya kupeleka maji kwa Watanzania.